Na mpenzi msikilizaji, mwaka 2026 ndio tunauanza hivi, na kama nilivyokuahidi kwenye kipindi kilichopita kwamba katika meza ya duara hivi leo pia tutawalika wale wale ambao tulikuwa nao katika meza ya duara wiki iliyopita utathimini mwaka 2026 baada ya kuangalia mwaka 2025 ulioweka alama kwa mustakbali wa siasa, uchumi, jamii na mwenendo wa kilimwengu. Kama kawaida kutoka Tehran nchini Iran, tunaye mchambuzi wa masuala Mashariki ya Kati na Ghuba, Abdul Fattah Musa. Kutoka nchini Tanzania huko Shinyanga, tunaye mchambuzi wa masuala ya Afrika na ya kimataifa Gwapo Mwakatobe, na kutoka Leicester nchini Uingereza tunaye mtaalamu wa masuala ya kimataifa Abdurrahman Muhammad. Wote watatu hawa tulikuwa nao wiki iliyopita. Waungwana, karibuni sana kabisa kwenye maoni mbele ya meza duara. Asante sana. Na tuanze moja kwa moja kwako Abdul Fattah Musa. Mwaka uliopita 2025 limaliziwa kishindo kimoja, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kutamka kwamba taifa lake hasa linaitambua Somaliland kuwa ni nchi taifa kamili. Hii ni sehemu ya mamlaka ya Somalia katika upembe wa Afrika. Pengine ndicho kishindo cha mwanzo ambacho pia kinauanza mwaka huu 2026. Kipi kinamaanisha kwa hatua hii na kwa pia jibu la ulimwengu kwa kile ambacho Netanyahu amekifanya? Tuanzie hapo kwanza. Ni kweli kama ulivyosema, mwaka 2025 umemalizika kwa kishindo hiki cha hatua ya Israel ya kutangaza kulitambua eneo la Somaliland ambalo linajulikana kwamba ni eneo lililojitenga na shirikisho la Somalia, lakini linajulikana kimataifa kwamba si eneo linalofahamika kama ni nchi au si nchi kamili. Kwa hakika kama ilivyoshuhudiwa kwa kila upande, kuanzia nchi za eneo la Mashariki ya Kati, nchi za ulimwengu wa Kiislamu, nchi za ulimwengu wa Kiarabu, lakini hata Umoja wa Ulaya, nchi za Ulaya nazo pia, pamoja na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwa upande wake, yote hayo kwa upande wa kimataifa yametoa kauli ya wazi kupinga, kukosoa na kulaani hatua iliyochukuliwa na Israel kupitia waziri mkuu wake Benjamin Netanyahu kuitambua Somaliland kama ni nchi kamili na yenye mamlaka kamili. Ni hatua ambayo serikali ya Somalia yenyewe imeielezea wazi kwamba ni kitendo cha kuingilia mamlaka ya ndani, kuingilia mamlaka ya kujitawala ya Somalia kama nchi huru. Na kwa hakika kila mtu haihitaji sana pengine mtu kuchambua, kuchunguza au kushuku na kuuliza kwamba ni kwa nini Israel imechukua hatua kama hii. Inajulikana kwamba Israel maamuzi yake mengi inayochukua moja kwa moja, kwanza inachukua katika mtazamo mpana wa kistratejia au kimkakati katika malengo ya kimaslahi ya kijeshi na maslahi ya kiusalama na masuala ya kujipanua katika eneo la Ghuba ya Uajemi au eneo la Asia Magharibi kwa upana wake. Na tunafahamu kwamba Israeli yenyewe katika msimamo wake imekuwa na sera inayotambulika kama ya kuhakikisha kuwa na Israel kubwa. Na hili ni swala ambalo Netanyahu mwenyewe binafsi amesema kwamba ni katika ndoto yake kwa mtazamo wa kihistoria na vile vile kwa mtazamo wa jukumu la kidini. Kwa hivyo hatua hii kwa upande mmoja inalenga kuipa nafasi kubwa sana Israel ya kuwa na uwezo wa kuwa na nafasi ya kulidhibiti eneo muhimu la Bahari Nyekundu, lango bahari la Babul Mandab na sehemu muhimu sana vile vile ya Ghuba ya Aden katika eneo hili linalopakana baina ya eneo hili la Somaliland na maeneo mengine ya ardhi ya Yemen. Na tunajua kwamba kwa kiwango kikubwa kuna suala zima hili la mivutano na makabiliano ya kijeshi ambayo yamekuwepo baina ya kundi la Wahouthi linaloshikilia mamlaka ya eneo la kaskazini la Yemen, na kwa upande mwingine madola ya magharibi kuanzia Marekani, Uingereza, na kwa pamoja yakishirikiana na Israel, ambazo kundi la Wahouthi limekuwa na msimamo wa kuunga mkono wa Palestina wa Gaza katika vita vilivyoanzishwa kwa muda wa miaka miwili dhidi yao na utawala wa Israel. Na ni katika kipindi hiki chote tumekuwa tukishuhudia jinsi wapiganaji wa Houthi walivyokuwa wanaitumia njia hii ya bahari kuzuia harakati za misafara ya meli, hasa zile ambazo zimekuwa zikielekea kwenye bandari za Israel, na kuitumia suala hilo kama ni shinikizo la kutaka mzingiro uliowekewa eneo la Gaza
na Israel uondolewe, na vile vile kukomeshwa vita hivi ambavyo ni vita vya kikatili na kwa hakika ni mauaji ya kimbari kama yalivyotambuliwa kimataifa ambayo Israel imeanzisha dhidi ya Gaza. Kwa hivyo katika muda wote tunaweza tukasema kwamba hatua hii ya Israel kwa upande mmoja vile vile inalenga kutaka kuondoa huu mkwamo wa kiuchumi ambao kwa hakika umeathiri uchumi wa Israel katika kipindi chote hiki ambacho wapiganaji wa Houthi wametumia uwezo wao wa kistratejia kuweza kuzuia meli za kibiashara kuweza kupita katika eneo hili, na kiasi cha kwamba pamoja na kwamba Marekani ikishirikiana na Uingereza, tumeona katika kipindi cha mwaka uliomalizika mara kadhaa zilifanya mashambulio ya pamoja kulenga miundombinu ya kijeshi ya Wahouthi, lakini hilo pia halikuweza kuzuia mashambulizi ya Wahouthi dhidi ya ngome na maeneo muhimu ya Israel. Kwa hivyo inaonekana wazi kwamba mkakati huu, pamoja na kwamba tumemsikia Rais Donald Trump wa Marekani akisema kwamba wao hawana mpango wa kuchukua hatua kama hiyo na hawatangazi wazi kwamba wanaunga mkono hatua Israel, lakini kila mtu anajua kwamba Israel haingeweza kuchukua hatua nzito na hatua hatarishi kimataifa kama hii ya kuweza kuvuruga sheria za kimataifa na kuingilia masuala ndani ya Somalia bila ya kupata baraka za Marekani. Kwa hivyo kwa mtazamo inavyoonekana kwamba hatua hii ambayo kwa namna moja au nyingine imekwenda sambamba na malengo ya pamoja ambayo tunapaswa tuashiria hapa. Nakumbuka katika mazungumzo ya wiki iliyopita uligusia nukta ya kwamba tuangalie masuala ya kimataifa kwa mtazamo wa kile kinachoitwa Trump factor, au hii nafasi na athari ya Trump katika masuala ya kimataifa, lakini labda leo tuangalie pia mtazamo wa Netanyahu factor, lakini pia na kitu kingine ni Imarati factor. Muungano wa Falme za Kiarabu unatajwa wazi kwamba katika kadhia hii nao pia umekuwa na nafasi ya kuisaidia Israel kufanikisha mpango huu, kutokana na yenyewe pia kwamba imekuwa inajiingiza katika masuala mbalimbali ya eneo la Ghuba ya Uajemi na Asia Magharibi, kuanzia vita vya Yemen, vita vya Libya, vile vile vita vya Sudan, na katika sehemu nyingi imeonekana kwamba nafasi ya Imarati katika masuala haya imekuwa ni nafasi hasi ya kuleta mvurugiko na kuvuruga hali za usalama katika nchi hizo. Kwa hivyo kwa mukhtasari tu ni kwamba kadhia hii ya Israel kuitambua rasmi Somaliland kama nchi na taifa lenye mamlaka kamili ya kujitawala bila shaka litaibua changamoto katika kipindi hiki cha mwaka 2026, na hasa tusisahau kwamba maamuzi yote ambayo Israel inachukua ya kuvunja na kukiuka sheria za kimataifa huwa kwa kawaida hayawi na nguvu kubwa kimataifa kuweza kuyazima, kuyadhibiti au kuilazimisha Israel iweze kuheshimu sheria za kimataifa. Asante sana kabisa Abdul Fattah Musa. Nije sasa kwako Abdulrahman Mohamed ukiwa Leicester nchini Uingereza. Tuiangalie Ulaya na Amerika kwa ujumla wake katika mwaka 2026. Yepi ni mambo ambayo unayatarajia kwamba yataumba au yatasawiri mwelekeo wa maeneo haya mawili ambayo kwa hakika ni pacha, Ulaya na Amerika? Asante sana. Kwa upande wake bara la Ulaya, kama tunavyojua kwamba mwaka 2025 umemalizika ukiwa ni mwaka wenye changamoto nyingi sana. Matumaini makubwa yaliyopo barani Ulaya ni kurejea kwa hali ya kawaida katika baadhi ya maeneo. Tukianza kwenye suala la kiuchumi, mathalan, bara la Ulaya lilikabiliwa na mfumuko mkubwa wa bei ambayo ulipelekea kuwa na ughali wa maisha kwa raia wa kawaida. Mathalan, Uingereza yenyewe mfumuko wa bei ulifikia 10% katika kiwango chake cha juu sana baina ya mwaka 2022 mpaka 2024-25. Ujerumani ilifikia 8.8, Ufaransa mathalan 6.7, Umoja wa Ulaya kwa ujumla ilikuwa 8.8. Lakini sasa hivi mfumuko wa bei katika nchi hizo unaonekana kuwa katika hali bora zaidi kuingia mwaka huu, ambapo Uingereza mathalan imeshuka kufikia 3.2, Ujerumani 2.6, na Ufaransa ambayo inakabiliwa tofauti na tatizo ambalo kinyume na mfumuko wa bei nayo imefikia 0.8, kwa maana ya kwamba umeshuka chini ya kiwango ambacho kilikuwa ni lengo katika mataifa yote haya mfumuko wa bei ufikie 2%. Kwa hiyo tutaona kwamba nchi nyingi zimekaribia 2% zikiwa juu kidogo, kasoro
Ufaransa ambayo imeshuka chini ya 2% na sasa hivi inakabiliwa na changamoto ya kunyanyua mfumuko wa bei. Nini maana ya hili? Maana ya hili ni kwamba bei za vitu zinaelekea kuto kupanda sana kwa kipindi hichi. Kwa hiyo matarajio maisha yatarudi katika hali ya kutulia kiasi fulani, lakini haitarajiwi kwamba maisha yatarudi katika hali kama ilivyokuwa kabla ya matukio haya ya karibuni ambayo ni mengi mfululizo, mathalan vita vya Ukraine, tatizo la COVID, kwa upande wa Uingereza Brexit, ndio yalipelekea ughali wa maisha kutokea katika mataifa haya. Kwa hiyo kunatarajiwa kwamba 2026 utakuwa ni mwaka ambao utaleta utulivu kiasi fulani. Tatizo jingine au swala jingine ambalo lilikuwa ni tatizo mpaka kumalizika kwa 2025 ni vita vya Ukraine kama tunavyofahamu. Bado kuna mvutano mkubwa sana baina ya Marekani ikishirikiana na NATO kwa upande wa Ukraine na Urusi kwa upande wa pili katika kutaka kuvimaliza vita hivyo. Hali inavyoonekana ni kwamba bara la Ulaya linaonekana pamoja na washirika wake, yani Marekani, NATO na Marekani na hata Ukraine yenyewe, wanaonekana kwamba wako tayari, wanajitayarisha kwamba vita hivi vitakuwa ni vita vya kuendelea kwa muda mrefu kiasi fulani, na hili limepelekea mivutano hapa na pale. Na moja kati ya uamuzi uliofikiwa ni kwamba NATO imeamua kuongeza bajeti yake ya ulinzi taratibu mpaka kufikia mwaka 2030 iwe inafikia 5%. Kwa hiyo mataifa ya NATO yanatarajiwa kuwa na uzalishaji zaidi wa silaha na kuwekeza zaidi katika mikakati ya kivita na usalama ili kujiimarisha katika eneo hilo. Kwa hiyo tunatarajia kwamba vita vya Ukraine mpaka sasa hivi, japokuwa kuna mazungumzo ya hapa na pale yanaendelea kujaribu kusitisha vita hivyo, haielekei kwamba vita hivyo vitasimama. Jingine ambalo kubwa linaloikabili bara la Ulaya ni suala la wakimbizi na wahamiaji. Wakimbizi na wahamiaji limekuwa ni tatizo ambalo linaonekana kama kwamba ni sugu kwa nchi hizi. Kumekuwa na wimbi kubwa la wahamiaji kutoka nchi mbalimbali, hata zile ambazo hazina utulivu ama wa kiamani, yani kivita, au hata nchi ambazo zinakabiliwa na ugumu wa kimaisha, kukiwa na wakimbizi wale wanaojulikana kama wakimbizi wa kiuchumi. Kwa hiyo bado tatizo hili linaendelea, lakini kinachotarajiwa kwa mwaka 2026 ni kwamba bara la Ulaya litaimarisha zaidi na kuweka ugumu mkubwa sana katika masuala ya kupokea wakimbizi na kukubali wahamiaji katika nchi zao ili kuweza kudhibiti hali hiyo. Na la mwisho ambalo ningependa kulitaja ni suala la mwelekeo wa kisiasa, ambapo vyama vyenye mrengo wa kulia kama vile AFD ya Ujerumani, Reform ya Uingereza vimeonekana kuwa na ukuaji mkubwa, yani vinapata umaarufu na vinaongezeka katika suala la nguvu za kisiasa. Kwa hiyo kumekuwa na vyama vilivyopo madarakani vimekuwa vimevielekea zaidi kuzuia ukuaji wa vyama hivi. Matokeo yake, hata vile ambavyo viko madarakani vimeanza kutekeleza sera za mrengo wa kulia ili kuvizuia vyama vyenye mwelekeo wa mrengo huu kutoendelea kupata nguvu. Mathalan, chama cha Labour nchini Uingereza ambacho ndicho kinachotawala hivi karibuni kimepitisha sera mbalimbali za masuala ya uhamiaji ambazo zinafanana zaidi na sera za vyama vya mrengo wa kulia. Kwa hiyo hili ni shinikizo la nguvu za vyama ambavyo vina mwelekeo huo kupata nguvu, na matokeo yake nchi hizi zinajikuta zinaelekea huko. Kwa hiyo hayo ndio machache ningependa kuyazungumzia kwenye suala la bara la Ulaya. Asante na kushukuru sana Abdulrahman Muhammad. Twende sasa nchini Tanzania kwako Gwapo Mwakatobe ukiwa Shinyanga. Tupe picha ya mambo katika bara la Afrika, vipi litasawiriwa katika mwaka 2026 kwa mtazamo wako? Asante sana mwenyekiti kwa kunikaribisha. Nisikitika kusema mwenyekiti kwamba mbaya tutakuwa na mwaka ambao ni mpya kwa namba. Namba kutoka 2025 kuja 2026 mpya namba, lakini sitarajii kama upya katika utu wetu, upya katika tawala zetu za Afrika, upya katika heshima zetu, upya katika kutaka Afrika na kujua kwamba Afrika ni bara ambalo
lina utajiri mwingi wa kila kitu, iwe ni angani, iwe ni ardhini, iwe ni majini. Tuna utajiri wa kila kitu. Bahati mbaya sana haya hatuyatambui, na ndio maana nirejelee kidogo mambo ambayo aliwahi kuyasema Patrice Lumumba alisema hivi: ukombozi wa Kiafrika kwa watu wa Afrika utakuwa ni vita ngumu zaidi na kali kuliko hata tawala za kikoloni. Kwa sasa tunasema Afrika imejitawala, nchi zimepata uhuru, ingawa uhuru wenyewe ni wa kujiuliza, lakini bado tunatawaliwa kifikra, na utawala umekuwa mbaya zaidi kuliko ambavyo wazee wetu, niseme na hivyo, walifungwa minyororo kwenye miguu na kwenye mikono na kuweza kupeleka mbali kwenda kutumikia huko utumwa. Ukaja ukoloni, umekuja ukoloni mbaya zaidi ni huu wa fikra, ambazo akili zetu zote zinaelekea kwamba maendeleo yatatoka nje, maendeleo yatatokana na fadhila za mataifa ya nje. Kwa hili nasikitika kwamba litaendelea hivyo hivyo. Bahati mbaya, na hata rais wetu alisema hivi, tulipokuwa tuna maridhiano, nchi inaenda vizuri na nyoka, tulikuwa tunapata misaada. Sasa tumejitia doa, tutakosa misaada. Nilisikitika sana, kwa sababu siamini kama nchi yoyote inaweza kuendelea kwa misaada, kwa kulishwa. Na Sankara aliwahi kusema hivi, yeyote yule anayekulisha, anakudhibiti, anakutawala, hauko huru. Sasa bado hayo mambo nasikitika kwamba yataendelea kuwa hivyo, kwamba sisi tutategemea IMF, sisi tutategemea misaada kutoka nje, wakati kiuhalisia Afrika taji ulimwengu inaweza kujitegemea, lakini ulimwengu unaihitaji Afrika. Na ndio maana hata unakumbuka katika nchi ulioko huko walikaa mwaka 1984 waende wakatafuta sehemu mbalimbali zenye fursa, zenye utajiri, wakaja huko Afrika, wakagawa na mataifa yetu, wakawa wanachota kila kitu, mpaka sasa wanachota. Sasa hilo nasikitika kwamba litaendelea, na tunahitaji kwamba ukombozi wa Afrika wa kifikra uanze sasa. Tusisubiri hata Afrika kuungana mwaka 2063 baada ya miaka 100. Tujikumbushe waliosema huko nyuma. Marcus Garvey aliwahi kusema ukombozi sasa unaofuata ni akili, ni fikra za Waafrika, akasema liberation of the African mind ndicho kifuate baada ya kupata uhuru, akijua kwamba tumetekwa kifikra, tunaburuzwa huku na huku tukiwa na kila kitu, lakini tunajiona kama hatuna kitu. Lakini pia pale ambapo Afrika itakuwa ni nchi sasa imeungana, iliyoteswa kwenye utumwa, ukoloni na ukoloni, tutakapoungana na kuwa na nchi moja, ndipo ambapo tutatimiza ndoto za mababu zetu ambao walisema kipande kila mmoja na kanda yake na nchi yake, hawezi kuendelea huko. Mataifa makubwa yanaungana, vipi sisi ambao bado ni wadogo itakuwaje pasipokuungana? Kwa sababu nguvu ya mnyonge ni umoja wao. Mwenyekiti, nashukuru hapo kwamba umetuanzia na falsafa kwamba nini maana ya mwaka mpya. Je, ni kubadilisha nambari tu kutoka 25 zikawa 26, au je ni kubadilisha fikra na mtazamo na mwelekeo wetu? Lakini swala langu kwako ni kwamba mahsusi kabisa kwa nchi yako ya Tanzania, 2025 ilipita ikiwa imeraruka hasa hivi mwisho. Je, hutarajii kwamba mwaka wa 2026 utakuwa ni mwaka wa suluhu, mwaka wa kuitibu Tanzania ambayo imepata kidonda kikubwa sana katika historia yake? Matumaini bado ninayo makubwa, lakini matumaini yangekuwa makubwa zaidi ingekuwa kwamba rais wetu ni msikivu. Tuliomba kwamba kama anaanzisha tume yoyote ya kuchunguza yaliyotokea kabla ya uchaguzi, wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi, basi iundwe tume jumuishi inayojumuisha nyanja zote, makundi yote ya kijamii, kwa sababu wote tumeathirika na kuumia. Viwe ni vyama vya siasa, hata CCM wenyewe wameathirika kwa utekaji na mauaji yaliyotokea kwa wana CCM, tena wenye vyeo vikubwa kama Polepole. Kwa hiyo nilikuwa nafikiri kwamba pamoja na kwamba rais aliamua vyake kuwa tume yake yenye habidu za rejea za kwake, tena wakiwa wametoa majibu. Kwa hiyo hata tume imefungwa kwa sababu rais alisema
kuna vijana kutoka nje, alisema kuna vijana waliofuata mkumbo, lakini akaja waziri mkuu wake akasema vya kwake, naye akasema ni watu wa nje wanaoonea gere madini na gesi yetu na mafuta tulionayo ndio walioleta vurugu. Kwa kila mtu ana majibu, lakini jeshi la polisi akaja, mkubwa kabisa wa jeshi la polisi akasema mauaji mlioyaona na watu mliowaona mitaani na maiti ni picha za AI, akili mnemba au za matukio mengine yaliyokufa. Kwa kila mtu ana majibu. Tunajiuliza ni serikali gani ambayo kila mtu anatamka la kwake. Kwa tukaomba kwamba tuwe na tume ambayo ni jumuishi, ambayo kila kundi lililoathirika liwe na cha kusema na tulichokiona. Hata vijana wenyewe walioathirika kwa sehemu kubwa wameweka kando. Asasi za kidini ambazo zilikuwa zinakemea kabisa maovu ya utekaji yalikuwa yanatokea, ameweka kando. Kwa amejianzishia tume yule ambaye serikali yake natuumia pamoja na yeye mwenyewe anatumiwa. Sasa sidhani mwenyekiti nikisema kwamba sio rahisi kuweza kupata suluhu la ulaji wa mahindi wanayokula ngedere, alafu mwenyekiti Nyani ndio akaanzisha tume ya kudhibiti ulaji mahindi. Sidhani, kwa sababu ngedere na Nyani wote wanatuhumiwa kwa ulaji wa mahindi. Wangekuwa watu ambao wanatoka, ikiwezekana hata wangetoka nje, ingawaje nje sasa hakutaki, lakini wangetoka nje. Huko nje hakutaki, liko ambako anaenda kuomba misaada. Kwa hiyo tuko katika hali ngumu, lakini pia niseme hivi, matumaini yangu yanaisha kwa sababu huko nyuma kumewahi kuanzishwa tume nyingi za kuweza kutatua matatizo yetu za kutenda haki, za kuanzisha katiba. Lakini pia hata Zanzibar kulipotokea machafuko ilianzisha tume. Zanzibar wakaanzisha mpaka na serikali ya mseto. Tulijifunza nini? Mbona tunarudi kule kule kwenye chaguzi za kijeshi? Mpaka rais anashindwa kuapishwa mbele ya wananchi, alienda kuapishwa na jeshi kwenye kambi ya jeshi. Hawahitaji hata wananchi anaosema walimpigia kura kwa takribani 98%. Sasa hayo ni mapinduzi ya kijeshi. Rais asikilize kwanza, aombe toba. Na la mwisho niseme hivi, kuomba toba na msamaha na kuwajibika kuko hivi. Rais wetu aliwahi kusema hajawahi kuua mtu, labda sisimizi. Lakini baba yake, nasema baba yake kwa maana kwamba ni mkubwa wa umri kwa tafsiri yangu, aliyekuwa rais wa awamu ya pili, Ali Hassan Mwinyi, wananchi walipouawa Shinyanga chini ya wizara yake aliyokuwa nayo waziri wa mambo ya ndani, aliwajibika. Kwa sababu hawa watawala, jambo jema likifanyika chini, wakisifiwa wanapokea sifa, pia wapokee kuwajibika pale ambapo jambo baya linatendeka. Rais Samia mimi nampenda, pamoja na kwamba anapenda wanaompamba na kumsifia. Wako tayari wengine hata kitembea uchi wakamsifia kwamba amevaa kijora kinampendeza. Lakini sisi tunaokosoa si kwamba tunampenda siharibikiwe tu, tunataka taifa letu lisiharibikiwe, na sehemu kubwa sifa atapata yeye. Naam, asante sana Gwapo Mwakatobe. Wacha turudi sasa tena Mashariki ya Kati na Ghuba, kwako Abdul Fattah Musa. Uliagusia machache ya awali, hasa mahsusi kwa kuanzia na lile la utambuzi wa dola ya Somaliland itambuliwa na dola ya Israel kama ni mwanzo mambo ambayo yameumaliza mwaka na pia kuanzia mwaka 2026. Tuende katika masuala mengine. Kwa mfano, swala la hatua nyingine katika utekelezaji wa kiitwacho mpango wa amani wa Trump kwa ukanda wa Gaza. Tumeambiwa kwamba sasa awamu ya pili ya utekelezaji inakwenda kuanza katika mwaka wa 2026. Nini maoni yao kuhusu hili? Matumaini ya kuweza kufanikiwa utekelezaji wa mpango huu uliopendekezwa na rais wa Marekani, kwa mtazamo wangu mimi, ni kwamba katika hii awamu ya sasa ya pili ambao ndio umepangwa uingie, utakuwa na changamoto kubwa sana kulinganisha hata na awamu ya kwanza, kwa sababu katika awamu ya kwanza Hamas kwa upande wake ilitekeleza yale yote iliyopaswa kufanya, yaani kuachia mateka wa Israel walio hai na wale ambao wamefariki. Ajabu ni kwamba mpaka unamalizika mwaka 2025 Hamas ilikuwa bado haijafanikiwa kupata mwili mmoja tu wa maiti za mateka wa Israel.
na hilo limetumiwa na Israel kama kisingizio cha kukataa kuingia katika awamu ya pili ya utekelezaji wa makubaliano hayo ambayo yanaitaka Israel iondoke katika baadhi ya maeneo ya ukanda wa Gaza. Lakini jambo la msingi zaidi ambalo linafanya makubaliano haya au mpango huu wa Rais Trump wa vipengele 20 uingie katika changamoto kali ni suala la kutaka kundi la Hamas na makundi mengine yanayobeba silaha ya Wapalestina yakabidhi silaha zao. Hili ni suala ambalo tumemsikia msemaji mpya wa Hamas akisema kwamba Wapalestina hawako tayari kusalimisha silaha zao.